Bila shaka umezungumzia habari ya barabara na nini kama. Hebu tuambie yako mengi ulikuwa unaendelea kabisa. Hebu tuambie, tueleze Ngeju kwa mtu ambaye haifahamu zaidi. Kuna vitu gani ambavyo tunaweza kusema kwamba serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imefanya? Endelea, karibu. Kabisa ndugu mwandishi, tukiacha vile visima vitatu vya maji vilivyochimbwa, wananchi wa hapa, mama zetu, kaka zetu walikuwa wanaenda kilomita karibia 18. Bwawa la moja la 8 milioni kule kufuata maji. Wengine kwa baisikeli, wamepata ajali hapo katikati sana, wengine wanadamka saa 10 na mapunda, ukawa na fisi njiani. Lakini kwa kweli tunashukuru leo tuna visima vya maji vitatu. Lakini pamoja na hayo tunaona kijiji chetu kimemulikwa. Umeme umewasha. Kwa hiyo kwa kweli ni moja kitu cha muhimu sana ambacho tunamshukuru Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, na ndio sababu inayotufanya tuje tuhakikishe taarifa zetu zipo sahihi ili tuweze kumheshimisha hiyo Oktoba, kwa sababu kwa kweli ilikuwa kuchaji simu ni changamoto. Kwanza kakaa na simu labda mpaka mtu aende Kibani nadani umpe simu yako karibia kilomita 38 akachaji simu yako ndio akuletee. Siku hizi umeme hapa kwa kweli tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa ajili ya haya na mengine mengi. Ukisema tuzungumzie kazi za Samia tunaweza kuzungumza mpaka mwakani hatujamaliza. Lakini kwa kweli hata unavyoona mandhari ya wanakijiji hapa sasa hivi ni wasafi, kwa sababu upatikanaji wa maji, watu wanaoga, watu wanafua vizuri, wanajenga kabisa. Kwa kweli lazima tuzungumze ukweli. Mnyonge mnyongeni, haki yake. Na haki ya mama ni Oktoba. Haki ya mama ni Oktoba. Kabisa. Kwamba mnataka mlipe fadhila. Kabisa. Mnataka kulipa fadhila. Ndio, naam. Na asingeweza kufanya hayo, maana yake msingelipa fadhila. Yapi? Kwa sababu kazi yani kwa mfano leo hii tusingeweza kuona mnara wa simu, leo tusingeweza kuona umeme kwa maana ya nguzo hizi, tusingeweza kuona barabara na maji, maana yake msingeweza kulipa fadhila. Sio kweli. Unajua Tanzania ni nchi kubwa sana. Yasingefanyika. Lazima tufanye kwa sababu nchi hii ni kubwa sana. Na tunajua fedha muda mwingine inakuwa hazitoshi. Tunaamini serikali inakuwa inahudumia sehemu moja leo, nyingine kesho, mpaka tutafikia. Kwa hata kama tusingepatiwa hivi, tunaamini mama anawajua wananchi wote. Lingine lazima lingefanyika. Kwa sababu haya mambo ni vipaumbele. Na vijiji ni vingi. Kwa hiyo kama tuko labda vijiji 100 na ngapi, kama huko kwenye kijiji cha 90, sisi mwenyewe tutafikiwa. Kwa hiyo kivyo vyote vile ungeweza tu wananchi wangeweza kupata. Na ndugu mwandishi, kwa taarifa tu hapa, hii ni kijani tupu. Kijani tupu. Huko kijani maana gani? Kwa maana yani kijiji hicho kwa bahati nzuri ni karibia wote ni wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kiongozi yeyote atakayotokana na Chama cha Mapinduzi lazima hapa apate kura zote. Ndio. Yani kwa maana ya zile nafasi 3, diwani, mbunge pamoja na rais. Anapata zote 3. Zote. Hapa hakuna hat-trick. Hapa hivyo vitu viache na sawa. Wananchi hapa watabadilika sasa. Sawa. Naam. Anazungumzia hivyo, lakini hebu tuambie, kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukisikia wengi, kila kitu mtu anasema mama, lakini kuna diwani, kuna mbunge. Diwani unaweza ukasikia anasema mama, si ndio? Ndio. Sasa kwa hawa ambao nimewataja hivi, kuna haja ya kila mmoja kusema tu mama amefanya mama, au na yeye pia anapaswa kufanya? Sijui kama naeleweka. Nikuelewa ndugu mwandishi. Ni tunapochagua viongozi, kila mmoja ana majukumu yake kwa wananchi. Hatujamchagua tu mtu ili akakae pale, kuna majukumu. Na sasa kwa bahati mbaya watu wanajificha kwenye kazi alizofanya Rais Samia Suluhu Hassan daktari. Kwa hiyo lazima tuweze na uzuri wananchi wa kijiji hichi uelewa ni mkubwa. Wanaweza kutofautisha kati ya jumlisha na msalaba. Kwa hiyo wanajua kazi za Samia ni zipi, kazi za watendaji wengine wawili wao sema ni zipi. Kwa hiyo sisi tunajua, ndio maana hapa tunazungumza ni Samia. Figa zingine mbili wananchi wataamua baadaye. Kwa hiyo mnataka mlipe fadhila. Kabisa. Mtazamaji wa East Africa, mtazamaji wa Mudisha TV, pamoja na mambo mengine, tumesikia fadhila. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan amefanya vitu ambavyo leo mwananchi anaviona moja kwa moja, lakini wamesema tunapoelekea kwenye uchaguzi iko haja
ya kila mmoja kufikiri, kutafakari mwenyewe na kuona kwamba afanye nini dhidi ya kile ambacho anakiona hapa alipo. Kuna neno ambalo unataka kusema kwamba usiposema itakuwa ni tabu kidogo? Naam, kwa sababu umeniuliza swali na lazima tujibu. Naam. Cha kusema zaidi ni kuendelea kuomba ushirikiano, mshikamano. Na ningetamani vijiji vingine viige kutoka kijiji hichi. Sawa. Ningetamani sana ili Kiteto itokee siku na sisi tuimbe wimbo mmoja. Ili mimi natamani, ndugu mwandishi, amani, mshikamano na umoja. Sisi wote ni wana Kiteto. Ukiangalia ndugu hapa wameshikamana. Wale ni watu wanafanya shughuli tofauti. Sisi hizo ubaguzi za mkulima na mfugaji kijiji hichi kimeokoka. Hatuna. Kwa hiyo ningetamani watu wengine waige hiyo kutoka hapa. Nashukuru sana. Asante sana. Na hadi kufikia hapo hatuna la ziada kwa leo. Mwisho wa habari hii ndio mwanzo wa habari nyingine nzuri kabisa. Na usisahau kusubscribe, like pamoja na kushare channel hii. Lakini pia endelea kufuatilia East Africa kwa habari zaidi. Sisi ni matajiri wa habari. Leo tulikuwa hapa Ngeju, lakini kuhakikishia tu kwamba kila kukicha endelea kukupa kile ambacho ni staili yako. Habari iko kwa mujibu wa sheria. Ibara ya 18 inasema kila mtu ana haki ya kupata habari. Na sisi tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunawafikia wananchi ili waweze kutoa ama kutupa kile ambacho wanahisi na kufikiri kukifanya. Jina langu naitwa Mohamed Chumvi. Twende pamoja, yapo mengi utaendelea kujifunza. Kwa heri kwa sasa. Nikushukuru sana bosi. Nashukuru sana. Barikiwa sana. Nashukuru sana. Asante.